kipenga cha michezo. Katika kipenga cha michezo, msikilizaji, ligi kuu Uingereza imetoa wachezaji watatu kwenye kikosi bora cha mwaka 2025 cha FIFA Pro, ambapo mlinda lango wa Manchester City Gianluigi Donnarumma, beki wa Liverpool Virgil van Dijk, mshambuliaji wa Chelsea Cole Palmer, wakitaja kwenye kikosi hicho kilichopatikana kwa kura za wanasoka duniani. Ligi kuu ya Hispania La Liga imetoa wachezaji wanne, ambapo Kylian Mbappe na Jude Bellingham wote kutoka Real Madrid, Pedri na Lamine Yamal kutoka Barcelona wakitajwa kwenye kikosi hicho cha wachezaji 11 bora mwaka 2025. Ligi kuu ya Ufaransa Ligue 1 ikitoa wachezaji wanne, ambapo wachezaji wote wametokea Paris Saint-Germain na PSG, ambapo ni mabeki Nuno Mendes, kiungo Vinta na mshindi wa Ballon d'Or mwaka 25 Ousmane Dembele. Na katika soko la soka Ulaya, ambapo tunaanza kwa njia hii kwamba kiungo wakati wa Uingereza Kobbie Mainoo anakaribia kuondoka Manchester United kuelekea Napoli, huku juhudi za kufikia mkataba wa bila malipo kwa mchezaji huyo wa miaka 20 zikiongezwa. Barcelona itamsaili Marcus Rashford kutoka Manchester United kwa mkataba wa kudumu endapo mchezaji huyo wa kimataifa Uingereza atakubali pendekezo lao la mshahara. Haya yakijiri, wakala wa Niklas Füllkrug anasema hili mshambuliaji huyo wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 32 aondoke klabu ya West Ham, ambapo ni madai ambayo yanajitokeza. Mlinzi wa Arsenal na Ufaransa William Saliba, miaka 24, amesema alitamania sana kujiunga na Real Madrid kabla ya kusaini mkataba mpya na The Gunners mwezi Septemba. Haya yakijiri, idara ya usaili wa Newcastle inamtaja kiungo wa Atlanta Ederson, miaka 24, katika mkutano wa hivi majuzi kama mrithi anayepigiwa upato kuchukua nafasi ya Brazil mwenzake Joelinton, miaka 29. Liverpool nao wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumsaili winga wa River Plate mwenye umri wa miaka 18 kutoka Argentina Ian Sobebre, ambapo kwingineko ni kwamba Chelsea na Manchester United wanania kumsaili mshambuliaji wa Brazil Victor Hugo, miaka 20, kutoka Palmeiras. Na kwingineko, meneja wa zamani wa Manchester United Erik ten Hag ni miongoni mwa makocha wanaotajwa na Wolves bila uamuzi wowote kuhusu mrithi wa Vitor Pereira kama kocha mkuu anayetarajiwa wiki hii. Kiungo wakati wa Hispania Oriol Romeu, miaka 34, atajiunga tena na klabu yake ya zamani ya Soton baada ya kukatisha mkataba wake na Barcelona. Na mshambuliaji wa Canada Jonathan David, miaka 25, huenda akahamia Tottenham au Bayern Munich Januari baada ya kutatizika kutulia Juventus tangu alipohamia klabuni hapo Serie A msimu wa joto. Na hatimaye kocha wa zamani wa Roma Daniel Di Rosa sasa ndiye mgombea anayeongoza kuchukua nafasi ya kocha mkuu wa Genoa baada ya Patrick Vieira kutimuliwa hivi majuzi. Kabla ya kukata mikatale ya kipenga cha michezo, hata kama unajua njia, uliza mara nyingine tena. Haijalishi ni kwa kiasi kipi utauliza kuwa na uhakika, daima kunaweza kuwa na mambo unayoona au vikwazo visivyotarajiwa. Hekima iko katika kudhibitisha mara ya pili. Na hapo ndipo natia komeo. Jina langu ni Cantona Joseph, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani.